Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika. Amboseli, Kenya. Tembo 15 wanahofiwa kufa kusini mwa Kenya. Kwa mujibu wa shirika la huduma za wanyamapori Kenya KWS, limesema vipimo vya awali vya maabara vimebaini uwepo wa sumu aina ya cyanide katika sampuli zilizochukuliwa kutoka kwenye mizoga ya tembo hao. Tembo 10 walionekana kwanza wakiwa na dalili za kupooza kabla ya kufariki ndani ya siku 2. Huku tembo wengine 5 wakikutwa tayari wamekufa walipogunduliwa. Uchunguzi bado unaendelea, lakini kwa sasa maafisa wa wanyamapori wameondoa uwezekano wa tukio hilo kusababishwa kwa makusudi. Ili kuondoa hofu kwa wananchi, mamlaka za wanyamapori zimesema kemikali zilizoliwa na tembo hao hazileti hatari ya haraka kwa binadamu. Tukio hilo limezua wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa shughuli za kilimo karibu na hifadhi hiyo, kwani mara nyingi tembo huingia mashambani kutafuta chakula na maji. Hifadhi ya Amboseli pamoja na maeneo yanayozunguka yanaunda mfumo mkubwa wa ekolojia unaovuka mpaka wa Kenya na Tanzania, eneo linalojulikana kwa utajiri wake wa wanyamapori. Accra, Ghana. Serikali ya Ghana imekubali pendekezo la kuongeza muda wa muhula wa urais kutoka miaka 4 hadi miaka 5. Rais John Dramani Mahama aliunda kamati mwaka jana kupitia upya katiba ya mwaka 1992 na kutoa mapendekezo mbalimbali ambayo baadhi yake yamekubaliwa na serikali. Mwanasheria mkuu na waziri wa sheria Dominic Aine amesema pia muda wa bunge utaongezwa ili uendane na muhula mpya wa rais. Hata hivyo, serikali imesema kuongeza muda wa muhula wa urais kutatoa nafasi zaidi kwa serikali kutekeleza sera na mipango yake. Muswada unaohusu mabadiliko hayo utalazimika kupitia hatua mbalimbali za kisheria kabla ya kupelekwa kwenye kura ya maoni ya kitaifa mwaka 2027. Bamako, Mali. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limesema kundi la kijeshi la Urusi la Africa Corps liliwaua raia 8 wakiwemo watoto 3 katika mashambulizi ya anga yaliyofanyika mjini Mali mwezi uliopita. Kundi hilo limedai mashambulizi hayo yalifanywa bila kuzingatia ipasavyo usalama wa raia. Africa Corps ambalo lilianzishwa na Wizara ya Ulinzi ya Urusi limechukua kwa kiasi kikubwa nafasi ya shughuli zilizokuwa zikifanywa na kundi la mamluki la Wagner barani Afrika, na kwa sasa linasaidia serikali ya kijeshi ya Mali katika mapambano dhidi ya makundi yenye itikadi kali za Kiislamu. Uchunguzi wa awali umebaini kuwa ndege iliyotambuliwa na vyanzo viwili vya jeshi la Mali kuwa ni aina ya Sukhoi Su-24 ilirusha angalau mabomu 2 katika kijiji cha Kinia mkoani Mopti katikati mwa Mali tarehe 15 Juni. Kwa mujibu wa HRW, shambulio la kwanza lilipiga karibu na nyumba ya chifu wa kijiji na kumuua mke wake, watoto wake 2 pamoja na mtoto mwingine mmoja. Shambulio la pili lililenga soko la mifugo lililokuwa jirani na kuwaua waume 4. Shirika hilo pia limesema hakuna mpiganaji wa kundi la Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimina JNIM ambalo lina uhusiano na mtandao wa Al-Qaeda na ambalo linadaiwa kudhibiti kijiji hicho kwa miaka 6 iliyopita. Jeshi la Mali limekuwa likipambana na waasi wa Kiislamu kwa zaidi ya miaka 10. Awali lilikuwa likisaidiwa na Ufaransa, lakini baada ya serikali kuondoa majeshi ya Ufaransa limekuwa likipata msaada kutoka Urusi.